Siku ya Jumapili ambapo ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Hali gani asubuhi ya leo mpenzi mtazamaji? Ninaamini na kujua ya kwamba hali yako ni nzuri. Na umemshukuru Mwenyezi Mungu maana ameweza na kukuamsha kama amekubariki na uhai kwa uso wa dunia. Nipo hapa kukaribisha katika kipindi cha manyunyu ya baraka. Ili mtumishi wa Mwenyezi Mungu Pastor Phyllis Dennis kutoka kanisa la ABC Kadimani akaweze kutunyunyizia hizo baraka hata kabla haujaweza na kufika kanisani, ambapo ninaamini ya kwamba uko tayari kabisa ili ukaweze na kuzipokea. Karibu tukaweze kubarikiwa pamoja. Pendwa mtazamaji wa Udungu TV, Bwana Yesu asifiwe. Ni siku ya furaha, siku ambayo Mungu alitega kwetu ili tukawe katika nyumba yake, tukisali, tukimtolea zaka zetu na hata sadaka zetu. Ni siku ya furaha ambao Wakristo wapendwa tunaelekea katika hekalu la Mungu, tukijua ya kwamba ni Jumapili ambayo ni ya kukumbuka kuomba Mungu na kumkumbuka katika maisha yetu, kwa shida zetu, na hata kumkabili kila ambacho ni kitu ya shida kwetu, ili tukampe, sababu yeye ni Mungu mwema kwetu. Hivyo basi na kualika katika neno la Mungu ambalo tumeenda kulisoma katika kitabu cha Yohana Mtakatifu sura hiyo ya 4 mstari wa 29. Tunaenda kusoma neno la Mungu linasema, njooni mtazame mtu aliyeniambia mambo yote niliyoyatenda. Je, inawezekana kuwa huyu ndiye Kristo? Biblia inasema mara tena, njooni mtazame mtu aliyeniambia mambo yote niliyoyatenda. Je, inawezekana kuwa huyu ndiye Kristo? Chani tukaombe ni kwa ajili ya neno la Mungu. Baba wetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa siku nyingine ambao umetubarikia sisi kuwepo. Wengi wanaumwa, wamelazwa katika vitanda vya wagonjwa. Sisi Baba wetu wa mbinguni umetujalia kuona siku ya leo tukiwa wazima. Hata tunajiandaa ni kwa ajili ya ibada ya siku ya leo. Baba wetu wa mbinguni, tunakushukuru maana unatupenda. Tunasema ni asante kwa sababu si kawaida sisi kuona siku ya leo. Pokea sifa na upokee neema maana wewe ni Mungu. Neno lako lipo ni kwa ajili yetu. Ninaomba Mungu, na ili Mungu wetu wa mbinguni ukaibariki. Ukabariki mtumishi wako atakalo ninena kwetu, ili tukapokee mausia yako vile upendavyo Bwana. Tusamehe makosa yetu, na Bwana mwalimu ambaye ni Roho Mtakatifu akatufunza yaliyo mapenzi yako. Katika jina la Yesu tumeomba na hata kushukuru. Amina. Neno la Mungu siku ya leo tunaenda kuonena kuhusu kuondoa kiu katika maisha yako, katika maisha yangu, na maji yaliyo hai. Neno la Mungu siku ya leo linatufunza kuhusu Yesu. Yesu aliyeenda kisimani na akapata Msamaria ambaye alikuwa mwanamke, na akamuomba maji ili apate kunywa. Swali ambalo lilikujia mwanamke huyu, kwani Wayahudi na Wasamaria wanaingiana ama wanashirikiana? Ili swali la mwanamke lilipomjia, Yesu Kristo alimwambia habari yote ya huyu mwanamke. Ndio maana mahali tumesoma, Biblia imeelezea huyu mwanamke alishangazwa na kuona
Yesu Kristo akiongea mambo yake yote, na akasema, njooni mtazame mtu aliyeniambia siri zangu zote, mtu aliyeniambia mambo yangu yote niliyoyatenda. Je, inawezekana huyu kuwa ndiye Kristo? Huyu mwanamke Msamaria alisema, njooni muone mtu aliyeniambia siri zangu zote. Bwana Yesu asifiwe. Yesu Kristo alipoitisha huyu mwanamke maji, hakutaka haya maji ya kawaida, hakutaka maji tu ya kunywa, lakini alitaka maji ya uzima ili huyu mwanamke akaipokee. Bwana Yesu asifiwe. Ili mwanamke apate kunywa maji yaliyo hai. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu mwanamke alishangazwa na huyu mwanamke kuona ya kwamba anajua mambo yake yote, mwanamke akajawa na kumaka ya kwamba huyu ndiye Kristo. Haleluya. Mwanamke huyu ni funzo kwetu, ni mfano kwetu, sababu Yesu Kristo anatukujia kila wakati. Yesu Kristo anatutazama kila wakati na anataka tupate maji yaliyo hai. Bwana Yesu asifiwe. Anataka ili tupate maji ya msaada ndani ya maisha yetu. Na kuna mabadiliko Yesu akija katika maisha yetu. Kunayo mabadiliko Yesu akija kwetu. Sababu huyu mwanamke alisema, njooni muone na mtazame mtu aliyeniambia siri zangu zote. Bwana Yesu asifiwe. Yesu anajua mambo yetu yote, na akija kwetu akiona mambo ambayo kwetu ni mangumu, akija kwetu anaona tunataabika, atabadilisha mambo yetu. Bwana Yesu asifiwe. Atabadilisha familia zetu, atabadilisha kazi zetu, sababu ni Mungu anajua yote. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu alipoambia huyu mwanamke, nipe maji, hakutaka maji ya kawaida, alitaka maji ya uzima, na Yesu ndiye maji ya uzima. Bwana Yesu asifiwe. Kama unataka na kama unahitaji maji yaliyo hai, ni kwa Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama huyu mwanamke alisema, Msamaria na Wayahudi hawashirikiani. Hata kama wewe ushirikiani na Mungu, Mungu ndiye maji yaliyo hai. Na kama unataka uhai, enda kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kama unataka mambo mapya na mambo yenye uhai na yenye uzima wa milele, enda kwa Yesu. Hata kama wewe na Yesu amshirikiani, usimalize mwezi, usimalize mwaka bila kujua habari ya huyu Yesu. Jua huyu Yesu na ujue ndiye uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Najua tumeona wengi na tumesikiliza wengi na tumesikia habari ya wengi. Hata watu wakienda kwa mganga wapewe mtoto, huyo mtoto baada ya kupewa kunazo shida. Kwa Yesu kuna uzima wa milele. Kwa Yesu ukienda unapewa baraka yako, na hiyo baraka inakuwa ya kukufaa wewe. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu anajua maisha yetu. Ukienda kwa Mungu, ukienda kwa Yesu, jua anakujua. Jua anajua mambo yako yote. Ukienda hapo na usiri wako, jua Mungu anajua kila kitu unachofanya. Hivyo enda kwa Mungu na ujue ya kwamba huyu ndiye mwana wa Mungu, na huyu ndio anaweza nisaidia katika maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa anahitaji maji ya uzima, na alikuwa anahitaji huyu mwanamke akapokee uzima wa Mungu, uzima wa milele. Hivyo basi enda kwa Bwana, na ukienda kwa Bwana atakupa maji yaliyo hai. Bwana Yesu asifiwe. Atakupa yale ambayo yalikuwa mazito kwako. Mungu atakuzindishia, na Mungu atakupa amani ya moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Unahitaji nini? Mimi ninahitaji nini? Yesu anaponitembelea, Yesu anaponikujia, ananikujia kwa kila hali na kwa kila mahali nilipomo. Hata nikienda kuchota maji, Yesu ananiona, Mungu ananiona. Hata nikienda kufanya nini, hata katika dhambi unayofanya, anakuona.
Anahitaji wewe upate kuja na kuonja uzima wa milele. Na kwa Mungu kuna uzima wa milele. Kuja uondoe kiu na uzima wa milele. Kuja kwa Mungu, maana kwa Mungu ndiko kunako msaada. Una shida gani? Unayowazia ni yapi? Ulisema mwaka ukianza nitafanya yapi? Nitafanya haya na haya na haya. Na saa hii ni mwezi wa 3. Unashangaa nitaelekea wapi? Kwa Mungu kunayo suluhu. Nenda kwa Mungu na utapata uzima wa milele. Utaondolewa kiu. Bwana Yesu asifiwe. Kiu hiyo unako nayo itaondolewa na Mungu akupe uzima wa milele na akupe maji yaliyo hai. Bwana Yesu asifiwe. Umelemewa na ulevi, umelemewa na uzizi, umelemewa na usherati, umelemewa na masengenyo, umelemewa na hali ambayo imekulemea. Kila mtu ako na udhaifu wake. Mungu anasema njooni kwangu, na ukisha kuja kwangu kuna uzima wa milele. Pokea uzima wa milele kwa Bwana, sababu huyu mwanamke alijua ya kwamba nikienda kwa Mungu, hata kama hatushirikiani, ameniambia siri zangu zote. Kwa Mungu hakuna kufichwa. Hata Mungu akikubariki watu watashangaa. Hata Mungu akikuinua watu watashangaa, maana Mungu anayajua yote. Mungu anayajua yote maisha anayo. Hata mtu aliyekukosea ni kama wewe ulisahau na ulishamsamehe, bado Mungu anakumbuka. Anajua yote sababu ni Mungu. Kwa Mungu kuna msaada, kwa Mungu kuna uhai, kwa Mungu kuna uzima wa milele. Bwana abariki neno lake. Amina. Cheni tuombe ni kwa ajili ya neno la Mungu. Baba, katika jina la Yesu, Baba uliye mwana, uliyemtoa mwana wako Yesu Kristo afe ni kwa ajili ya dhambi zetu. Baba wetu wa mbinguni, ulijua ya kwamba binadamu Jehova alikosa, na mwanao Yesu Kristo akiwa wa pekee ukamtoa ili Mungu akapate kukomboa mwanadamu. Mwanadamu aliyekosa mbele zako Jehova, ukamleta mwanao akasulubishwa, akadhiakiwa, akafa na akazikwa, akaonja kifo ni kwa ajili ya mwanadamu. Ninaomba Jehova, na ili Mungu wetu wa mbinguni ukatusamehe kwa yale tumekukosea. Mungu ukatusamehe, na ninaomba Bwana kabariki mtazamaji wa Udugu TV, na kwa hili neno lako Bwana tukapate nguvu za kuendelea. Kama huyu mwanamke vile aliona na alishuhudia na akamwambia watu wakuja waone, vile mtu aliyemwambia siri zake zote, naye ni Yesu Kristo anayetujua sisi sote, anayejua mawazo yetu, anayejua njia zetu, afichiki na hata kitu chochote. Bwana, mwanamke akaona kuna uzima wa milele ndani yako. Ninaomba ili Bwana mtazamaji akaona nguvu zilizoko katika wewe, Mungu wetu wa mbinguni. Kuna uzima wa milele, kuna afya tele. Kwa Mungu yote yanawezekana. Bariki mtazamaji, bariki neno lako, bariki sisi zote, na neema yako Yesu ikatutoshe. Katika jina la Yesu aliye mwamba na mwokozi wetu tumeomba. Amina. Kuondoa kiu katika maisha yako na maji yaliyo hai. Ninajua na kuamini ya kwamba kutokana na hilo fundisho ambalo mtumishi wa Mwenyezi Mungu ameweza na kutuletea, umeweza na kujua ni nani yule ambaye yuko nayo maji ya uhai. Ni nani huyo? Na ninajua umeweza na kupata njibu, ambapo kila mmoja anajua ya kwamba ni Yesu Kristo. Na Yesu Kristo ndiyo njia. Yaani Yesu Kristo pia anatuelewa kabisa. Maisha yetu yote anayajua kabisa. Maisha ya jana, maisha ya juzi, ya leo
Hayo yote anayajua kabisa. Yale mambo ambayo tumekuwa tukiyafanya, yani Mwenyezi Mungu anayajua. Yesu Kristo anayajua yote. Na Yesu Kristo ndiye maji ya uzima. Na anatuita. Yani anatusihi tu tuweze na kukaribia kwake. Yani tukaweze na kumuitikia. Ili tukaweze na kuyapokea hayo maji ya uzima. Maji ambayo ni ya uhai. Ninaamini ya kwamba umeweza na kulipokea hilo neno na likawa ni la msaada kwako. Umeweza na kujua ya kwamba kuna haja ya kuweza na kutafuta hayo maji. Maana unayahitaji. Hata wewe ambaye unajitayarisha sasa kwenda kanisani. Haya maji tunayahitaji siku baada ya nyingine. Wakati ambapo tunajiandaa tuendelee na kutafakari hilo neno, ili likaweze kuwa ni la msaada kwetu. Na wakati ambapo unaenda kanisani na kutakia ibada njema, ibada ya baraka, Mwenyezi Mungu hapa pamoja nanyi. Watumishi wote wa Mwenyezi Mungu ambao mtakuwa mnahudumia kanisa la Mwenyezi Mungu, pia ninawatakia ibada njema, wakati mwema. Mungu aendelee na kuwatumia na Mungu aendelee na kuwabariki. Pastor Phyllis, tumeshukuru sana. Maana umeweza na kutufundisha mengi kutokana na neno la Mwenyezi Mungu. Ukaweza kuwa unatutia nguvu kwa hiyo wiki yote. Mwenyezi Mungu akubariki. Mwenyezi Mungu aendelee na kukuongezea mengi, kukuongezea hata hizo nguvu. Na pia kuendelea na kubariki na ujumbe kila wakati ambapo utakuwa unakuja, unatufikia, unabariki mtazamaji wetu. Kweli tumeshukuru sana. Pia wewe mtazamaji wangu, ninakutakia wakati mwema. Mungu akubariki na neema yake ikutoshe. Nimekuwa wako Pastor Lucy Michael, nikikwambia ya kwamba Mungu yuko upande wako. Mungu yuakufikiria mema. Mungu ni mwema kwetu. Bye bye.